Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu watu wa elimu za dua na mitishamba, alhamdulillah tunaendelea tena masomo mazuri kabisa ya tiba za asili, dua, mitishamba na kadhalika. Leo tumekuja kutoa faida, kwa maana faida hizi ni faida ya kitiba, faida ya kitabibu, faida ya kumfanya mtu apate kupona. Ndugu zangu, tushaelezea sana huko nyuma faida za miti tofauti tofauti katika tiba, lakini kuna huu ugonjwa wa homa ya ini, ugonjwa ya homa ya ini au ugonjwa wa homa ya ini. Kuna watu ambao ini zao zinakuwa zenye kufeli, acha figo, ini zinakuwa zinafeli au wanapata homa ya ini, sawa. Na watu wengine ambao kama figo zao zimefeli, basi tumieni hii dawa insha Allah. Ni dawa ambayo inatibu maradhi mengi sana, tena maradhi ambayo ni yale maradhi ambayo masumbufu, maradhi makubwa, inatibu hii dawa. Na nasema hivi kwa sababu ni mujarrab, nasema hivi ni mujarrab, na hata wazungu wenyewe wanaufahamu huo mti, sawa. Mmea huu unaitwa kwa jina la mzaria nyuma. Mzaria nyuma ni mmea ambao ndio huo unaona hapo. Huu mmea ni tiba kubwa sana ya homa ya ini, ni tiba kubwa sana ya mtu ambaye figo zake zimeferi. Tumieni ndugu zangu, zitawasaidia. Tunaposema dawa itawasaidia, itawasaidia. Kama una homa ya ini, tumia, itakusaidia. Kama figo zako zimeferi, tumia, itakusaidia kupitia hii dawa ambayo ya mzalia nyuma. Mzalia nyuma ni mmea ambao huwa una asili ya mbegu zake kuota nyuma ya jani lake, ndipo likapewa jina la mzalia nyuma, yani mmea wenye kuzaa nyuma, sawa. Kwa maana siku zote miti kichanua au matawi yanapochanua, basi tunda lake huzaliwa mbele, sawa, sio nyuma, tofauti na huu mmea. Huu mmea asili yake ni wa uchungu, ingaje kuna mingine ambayo huwa ni ya baridi, huwa sio ya uchungu, sawa. Sasa tafuta mzalia nyuma ambao ni wa uchungu, ndipo tumie katika hali ya mtu mwenye maradhi ya homa ya ini. Tumia uliokuwa wa uchungu. Ukanda wetu sisi Dar es Salaam huu pwani hapa, mmea upo kwa wingi sana, tena ndo wa uchungu. Lakini katika nyanda zingine kama nyanda za juu kama kaskazini, Arusha, Moshi na sehemu zingine, kuna baadhi ya maeneo utapata mmea lakini unakuwa sio wa uchungu, sawa. Unakuwa sio wa uchungu. Tafuta huu wa uchungu. Kama wewe upo katika sehemu ambazo mmea huu sio wa uchungu, basi wasana sisi upo taratibu, tutakutumia mmea, utauchuma au utakutumia, sawa. Kwa hiyo hali halisi ndipo hivyo. Kwa hiyo huu mmea wa mzalia nyuma unatumia vipi katika kutibu maradhi hayo ya homa ya ini au mtu ambaye figo zake zimefeli? Cha kufanya, tafuta huu mmea wa mzalia nyuma. Huu kuchimba kwake unakuwa unanyofolewa, unatoka wenyewe na mzizi wake, upate ukiwa katika hali ya udogo tu, unatokana wenyewe na mzizi wake. Kisha baada ya kupata wingi, utaenda nyumbani, utafanya kupulula majani yake yote, utahifadhi sehemu moja ile majani pamoja na mbegu zake, sawa. Kama unakuwa na uwezo wa kuikausha, ikaushe, na ukaushaji wake upo aina nyingi. Kuna wengine wanakausha kupitia jua, lakini mimi napendaga sana kukausha kupitia kivuli. Kwa unaweza kuchuma kwa wingi sana, vile unavyochuma kabla hujaupulula, basi cha kufanya, tumia kuweka ndani sehemu yenye kivuli, sawa. Kuweka ndani sehemu yenye kivuli, kisha baada ya hapo uache kwa siku kadhaa, utakwenda kunyauka. Baada ya kunyauka, utautoa, utapiga majani yatajitenga na vimbegu vitajitenga. Chukua ile majani na vimbegu vyake, saga, upate unga wake. Dawa hapo itakuwa tayari shakamilika. Kwa maana hiyo dawa utakuwa kila siku unaweza kutia katika juice ambayo ni natural, au kutia katika uji ambao wa kawaida, au kutia katika maji ya moto. Unachemsha maji ya moto, unaitia, afu unakuwa unakunywa asubuhi, unakunywa mchana, unakunywa usiku. Na ujazo wa jiko kimoja tu. Au wengine hupendelea kama kwenu upo mwingi, kwa wingi sana patikana, basi utakuwa unaenda kuchoma kila siku, utakuwa unachoma sengine vijani vitatu
yani vijimchi vitatu. Asubuhi utachemsha kimti kimoja, ukiwa na mzizi wake utachemsha utakunywa. Mchana kimoja, usiku kimoja. Tumia hivyo ndani mwezi mzima, alafu kisha nenda kapime. Utakuja kuniletea marejesho hapa. Tumia hivyo. Wewe mwenye tatizo la homa ya ini, tumia hivyo ndani mwezi mzima, kisha nenda kapime. Wewe mwenye tatizo la figo, tumia hivyo ndani mwezi mzima, kisha nenda kapime. Wewe mwenye pressure, tumia hivyo ndani mwezi mzima, nenda kapime. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ana maajabu. Nasema hivi kwa sababu ni dawa ambayo nishatumia sana kuwatibia watu wengi kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Ni dawa ambayo ni mujarrab. Dawa ambayo ni nzuri sana katika tiba. Kwa hiyo tumieni hii dawa, itawasaidia insha Allah. Hii ni faida ya mzee nyuma katika upande wa kutibu maradhi hayo ya homa ya ini, katika kutibu maradhi ya pressure, kutibu maradhi ya figo na kadhalika. Tumieni, itawasaidia biidhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.